Mtanange Majimboni ndio jina la kipindi, na mimi ni mwandishi msomi naitwa Orumba Le Babas kutokea makao makuu ya Global TV Kanda ya Kaskazini hapa Kondo Hotel Kaloleni jijini Arusha. Na mimi ni mwandishi msomi naitwa Orumba Le Babas. Kipindi pekee Mtanange Majimboni, kipindi ambacho kina nafasi ya kuzichanganua na kuzichambua baadhi ya siasa zinazoendelea katika majimbo kadhaa. Na leo hii tupo katika jimbo la Babati lililopo katika mkoa wa Manyara. Jimbo dogo lenye historia kubwa na za kipekee kutokana na namna ambavyo historia inalitambua jimbo hilo. Katika jimbo la Babati, kwanza jimbo la Babati mjini limetokana na jimbo la Babati ambapo baada ya kugawanywa limetoa majimbo mawili, jimbo la Babati mjini na jimbo la Babati vijijini. Jimbo hili kabla halijagawanywa, mbunge ambaye alikaa kwa muda mrefu alikuwa anaitwa Jitu Son, ambaye yeye alihudumu pale kwenye jimbo la Babati kwa muda wa miaka 10 kuanzia mwaka 2010 hadi mwaka 2020 kabla ya nafasi yake kuja kubadilika. Tutaelezea hilo, lakini tofauti na hapo mwaka 2015 tume ya uchaguzi, kipindi hicho sasa hivi inaitwa tume huru ya uchaguzi, lakini tume ya uchaguzi iligawanya jimbo la Babati na kutoa majimbo mawili, ambapo likatoka jimbo la Babati mjini na jimbo la Babati vijijini. Huku mwaka 2015 mbunge wa kwanza kabisa alitokana na Chama cha Mapinduzi ambaye alishika nafasi ya kwanza ndani ya chama, kisha akapewa nafasi ya kupeperusha bendera katika uchaguzi wa mkuu wa mwaka 2015 na akashinda kuwa mbunge wa kwanza wa jimbo la Babati mjini. Anafahamika kwa jina la Kiseri Chambili. Kiseri Chambili yeye ndiye aliyekuwa mbunge wa kwanza kuelekea uchaguzi wa 2025. Je, ni nani anayetajwa kwamba ataenda kugombea hasa ndani ya CCM? Makada gani ambao wanatajwa sana? Wa kwanza ni Pauline Gekulu ambaye yeye ni mbunge hadi hivi sasa. Historia inaonyesha kwamba alitokea Chadema mwaka 2018, kwa maana mwaka 2015 yeye Pauline Gekulu alikuwa ni mbunge kwa tiketi ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa maana Chadema. 2018 akajiunga na Chama cha Mapinduzi na mwaka 2020 akatupa karata zake kwenye uchaguzi, ambapo katika uchaguzi ule wa ndani wa Chama cha Mapinduzi Pauline Gekulu hakushika nafasi ya kwanza. Mwaka 2020 kwenye uchaguzi wa ndani ya Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Babati mjini, uchaguzi ulikuwa wa moto kweli kweli. Pauline Gekulu akiwa amejiunga na chama hicho akitokea Chadema alikuwa na nguvu yake, lakini pia kulikuwa kuna mbunge ambaye alikuwa anatetea nafasi yake, lakini pia kulikuwa kuna kada mwingine ambaye alikuwa anatajwa sana. Sasa kilitokea nini katika uchaguzi ule? Kama nilivyoeleza, Pauline Gekulu hakuongoza kwenye uchaguzi wa ndani katika matokeo ya mwaka 2020. Alikuwa ni mtu wa tatu, na matokeo hayo ya kuwa mtu wa tatu alipata kura 61 kati ya wajumbe 229 waliompigia kura. Mtu wa pili alikuwa ni Kiseri Chambili ambaye yeye alipata kura 77 akawa mtu wa pili, na huyo alikuwa ni mbunge, alikuwa anatetea nafasi yake au alikuwa anaomba ridhaa tena ya kuwa mbunge kutoka 2015 hadi mwaka 2020. Akaona haitoshi, akataka apewe 2025, lakini safari yake iliishia hapo. Mtu wa kwanza katika uchaguzi ule wa mwaka 2020 katika jimbo la Babati mjini ni Bi Esther Mahawa. Bi Esther Mahawa alipata kura 91, akawa ameongoza uchaguzi ule wa ndani ya chama mbele ya wajumbe waliopiga kura 229. Kilitokea nini sasa? Kilichotokea ni kwamba jina la Bi Esther Mahawa halikurudishwa. Na bahati mbaya sasa hivi tunamzungumzia Bi Esther Mahawa ni marehemu, alishawahi kuwa DC wa Mbozi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alimteua kuwa DC wa Mbozi, amefariki mwaka huu. Kwa hiyo alikosa nafasi ya kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi wa jumla, japo ndiye alishinda. Alikuwa ni mtu wa kwanza na alipata kura 91, na alimfuatia alipata kura 77, na mtu wa tatu alikuwa ni Pauline Gekulu alipata kura 61, lakini Pauline Gekulu ndiye alirudishwa mwaka 2020 kwa ajili ya kupeperusha bendera ndani ya Chama cha Mapinduzi. Vyama huwa vina utaratibu wake, kwa hiyo usiniulize kwa nini Pauline Gekulu alikuwa ni mtu wa tatu na alipewa nafasi ya kurudi kupeperusha bendera hiyo. Sasa tunakuja mwaka 2025. Pauline Gekulu anakutana na nani? Anakutana na Kiseri Chambili au anakutana na mtu mwingine?
Hilo ndio swali ambalo watu wengi wanatamani kujua majibu yake. Ukienda Babati Mjini ukawauliza, je, kwenye uchaguzi wa mwaka 2025 ndani ya CCM mnamuona nani na nani? Mtu wa kwanza ambaye utatajiwa wa kwanza ni Pauline Gekul, ambaye yeye anatetea nafasi yake. Ni mbunge rasmi sasa wa CCM. Ana nguvu yake, ana ushawishi wake kwenye jamii, lakini pia kwa jinsia yake ya kuwa mwanamke na kutokea kaskazini na kuwa mbunge amepambana kweli kweli. Lakini pia alishawahi kuwa naibu waziri kwenye Wizara ya Katiba na Sheria. Kabla ya hapo alikuwa pia naibu waziri kwenye Wizara ya Mifugo, kitu kama hicho. Mtu ambaye ana nguvu yake kisiasa uwezo ukaibeza. Kama mwanamke kuingia bungeni vipindi viwili, sio kwa kupendelewa. Alishawahi kuwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa ngazi ya wilaya na mkoa wa Manyara kwa upande wa wanawake. Kwa hiyo unaona ni mtu ambaye ameiva kweli kwenye siasa. Lakini pia miaka yake hiyo 10 ya kuwa bungeni, kuna watu wamekuwa kwenye viti maalum miaka nenda rudi, hawajawahi kutanua misuli na kuingia bungeni kwa njia ya kugombea, lakini yeye amefanya hivyo na ameonyesha kufanikiwa. Kwa hiyo ni mtu ambaye anarudi akiwa na nguvu na uzoefu wa kupita njia zile zile. Sasa mtu ambaye anatajwa kwa mwaka 2025 kama kikwazo ama mshindani sahihi wa Pauline Gekul kuelekea uchaguzi wa 2025, anatajwa na wananchi. Yeye hajaongea, yeye hajasema popote, hajaonyesha dalili yoyote. Ni huyu hapa. Yes, ni David Mlokozi. Wanasema kwa heshima ya fedha, hata kama umheshimu yeye, unaheshimu fedha zake, unamuita bilionea David Damian Mlokozi. Bilionea David Damian Mlokozi anatajwa kuwa mshindani wa Pauline Gekul kwenye nafasi ya ubunge Babati Mjini, sio kwa sababu anashindana na Pauline Gekul au sio kwa sababu anashindanishwa na Pauline Gekul. Ni kwa sababu wananchi wa Babati Mjini wao wana imani na David Mlokozi. Baadhi yao ukizungumza nao, nikisema wananchi wa Babati Mjini, sije kaonekana kama nawaongelea watu wote alafu kesho wakatoka watu wa Babati wakasema sisi hatujawahi kusema hivyo. Ni baadhi ya wana Babati Mjini kuwasikiliza na kuambia kwamba wanaamini kwamba David Mlokozi ni wakati sahihi wa kwenda kuwakilisha bungeni, huku akieleza kwamba ni mdau wa maendeleo, ameshiriki katika mambo tofauti yakiwemo ya kijamii, ikiwemo michezo, lakini pia ni mmoja kati ya wawekezaji wakubwa katika mkoa wa Manyara na Babati kwa ujumla, ambaye amegusa maisha ya watu kupitia kuwapa ajira, amegusa maisha ya watu kupitia ushiriki wake wa biashara zake katika eneo la Babati Mjini. Kabadilisha Babati kama Babati yenyewe, kabadilisha Babati kama jamii. Lakini cha pili wanasema kwamba David Mlokozi, mama yake, japo yeye Mlokozi kwa asili ni mtu wa Bukoba, lakini mama yake ni Muiraki wa Mburu, kwa hiyo ni mzao wa Mburu. Na wanasema kwamba kwa Wairaki mtoto anachukua damu ya mama. Kwa hiyo wao wanaamini kwamba David Mlokozi ni mtu mwenye asili ya Mburu, na kwa mafanikio alionayo kwenye biashara, basi wanahitaji kwamba awe sehemu ya maamuzi katika jimbo la Babati Mjini, wakiamini kwamba atapata faida na manufaa makubwa. Yeye David Mlokozi hajawahi kuzungumza sehemu yoyote. Na baadhi ya watu ikiwemo mimi niliwahi kumuuliza, una interest za kutaka kuwa mbunge Babati Mjini? Akasema hapana, yeye anafanya maendeleo kwa ajili ya kuiunga mkono serikali, lakini hajawahi kufikiria kuwa mbunge Babati Mjini. Sasa kelele za watu zinamtaja, zinamuhitaji. Miongoni mwa vitu ambavyo kupitia mtanange majimboni tunaviona kwamba bilionea Mlokozi anaweza kuwa na chochote anachokihitaji kwenye siasa, hasa kwenye nafasi ya ubunge, na akiwa mbunge atafanikiwa zaidi ama hatafanikiwa zaidi. Kupitia uchambuzi wa mtanange majimboni, tukimtazama David Mlokozi, kama approach itakuwa kubwa, kama uhitaji wa watu utakuwa mkubwa wa kumtaka agombee nafasi ya ubunge katika jimbo la Babati Mjini, huenda akafikiria mara mbili mara tatu. Lakini akifanikiwa kufikiria kugombea, ikiwa atagombea ndani ya Chama cha Mapinduzi, akafanikiwa kupita kwenye tanuri la wajumbe, akaenda bungeni,
ni mtaji mzuri sana kwa wafanyabiashara wote, kwa sababu ukiangalia sasa hivi bungeni wafanyabiashara ni wachache sana. Kwa hiyo kuna nyakati ambazo unakuta bunge la budget linapopitisha baadhi ya kodi au maamuzi ambayo yanaenda kuamua kodi, wanaopinga au wanaokosoa mchakato ni wachache kwa idadi yao, kwa sababu sio wafanyabiashara. Kwa mfano David Mlokozi akiwa sehemu ya maamuzi ya bunge, huenda akaisaidia sana serikali katika kufanya maamuzi hasa ya upangaji wa kodi, lakini pia kushauri katika masuala mbalimbali ya biashara, kwa sababu kwa sasa David Mlokozi ni mkurugenzi wa kampuni ya Multi Super Brand. Multi Super Brand ni kampuni ambayo inajihusisha na uzalishaji wa vinywaji mbalimbali. Pamoja na yeye kuwa mkurugenzi, ni mfanyabiashara wa biashara zingine ambazo anazifanya ndani na nje ya nchi. Akiwa bungeni ni rahisi sana kushauri serikali kwa namna gani ambavyo inaweza ikaweka mazingira mazuri kwa wafanyabiashara na wawekezaji wengi nchini, kwa sababu ni miongoni mwa walipa kodi wakubwa katika nchi hii. Kwa kupitia ushauri wake huenda ukaongeza walipa kodi wengi ambao labda huwa wanajificha au hawako tayari kulipa kodi kutokana na namna ambavyo sheria zinatungwa au zimewekwa ambazo sio rafiki kwao. Kwa hiyo David Mlokozi akipata watu watakaomshauri kwa namna hiyo ya kuitazama engo ya kwenda bungeni, ikawa sio swala lake binafsi la kibinafsi, kwamba aende bungeni kwa maslahi makubwa ya wafanyabiashara na taifa kwa ujumla, huenda akakubali ombi hili na akaingia miguu yote, na akifanikiwa kuingia miguu yote, basi itakuwa rahisi hayo malengo kufikiwa. Lakini pia kwa namna ambavyo anafanya maisha yake, kuna wakati alinunua ndege akafika nayo pale Babati mjini, watu wakaamini kwamba ile ndege aliyonunua, japo alisema ni ya familia, huenda ni mkakati wa kujiandaa kuitumia kwenye kampeni. Na bahati nzuri sasa hivi hizi kampeni sio za wajumbe hawa 229 wafungie sehemu moja. Kwa jimbo la Babati mjini, kwa kanuni mpya hizi za Chama cha Mapinduzi, na maana kila kata, hizi kata 8 zote, hawa wagombea watazunguka kwa ajili ya kwenda kuomba kura za wajumbe. Kwa hiyo helikopta inaweza ikahusika kwa ajili ya kumtoa sehemu moja yeye kwenda kuonana na wajumbe, lakini kama atapita ndani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi, huenda akaitumia pia helikopta hiyo kwa ajili ya kutoka maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya kwenda kuomba kura. Kwa hiyo ukimtazama David Mlokozi, unaweza kusema kwa sasa anaweza kuwa ndiye mshindani sahihi wa Pauline Gekul ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwa sababu ya namna ambavyo amewekeza kwenye biashara na kufanikiwa, amegusa maisha ya watu wengi, na ana vingi ambavyo ana uwezo wa kuvieleza kwa wananchi, kwa sababu pia ni mzuri sana kwenye kuzungumza na kujenga hoja. Amekuwa ni mtu ambaye ana inspire watu kupitia kile anachokizungumza. Amekuwa ni kiongozi wa wafanyabiashara, kwa hiyo kwenda kuongoza wananchi ni muendelezo wa kile ambacho amekifanya, kama akiwa kiongozi wa Multi Super Brand, amekuwa kiongozi kwenye jumuiya tofauti tofauti za wafanyabiashara. Kwa hiyo kwa kwake bungeni au watu kutamani yeye awe mbunge ni muendelezo wa yeye kuendelea kuwahudumia wananchi kupitia nafasi ambayo watu wameiona. Hoja ya mwisho kabisa ambayo inaelezwa na watu wa Babati mjini juu ya David Mlokozi kugombea katika jimbo la Babati mjini, wanasema kwamba David Mlokozi anaweza akasimama kama sehemu ya kuvaa viatu vya Esther Mahawa, na baadhi ya mashabiki, wanachama, wapenzi walikuwa wanamkubali Esther Mahawa ambaye aliongoza kwenye uchaguzi wa mwaka 2020. Wanataka Mlokozi aingie kuwafariji, kwa sababu Esther Mahawa walikuwa na imani naye, lakini Esther Mahawa pia alikuwa ni rafiki mkubwa wa David Mlokozi, na mara kadhaa David Mlokozi alishazungumza hilo hata kwenye msiba wake, kwamba ni msiba uliomgusa kwa sababu Esther Mahawa alikuwa ni rafiki yake, walishirikiana kwenye biashara na mambo mengi. Sasa huenda hili kundi la marafiki wa Esther Mahawa wakamfuata David Mlokozi na kumweleza kwamba zile ndoto ambazo tulikuwa nazo na rafiki yetu hazikufika mwisho. Mtu pekee ambaye tunaamini kwamba tukimbebesha mzigo huu wa kuifikisha hii ndoto mwisho ni wewe. Kwa itakuwa rahisi kwake David Mlokozi kukubaliana na marafiki wote wa Esther Mahawa, kama kigezo cha David Mlokozi kwenda kugombea ubunge ni kumwenzi Esther Mahawa na kufikisha ile adhima, lile hitajio la Esther Mahawa la kuwahudumia watu wa Babati mjini.
Tumemzungumzia sana David Mlokozi kuliko Paulin Gekulu kwa sababu Paulin Gekulu anafahamika, Wanababati wanamjua, wanajua ubora wake, wanajua udhaifu wake. Kama ambavyo kwa David Mlokozi wanamjua ubora wake na udhaifu wake, lakini hawamjui katika engo ya siasa. Kwa ndio maana tumemzungumzia kidogo. Kwa hiyo Paulin Gekulu anarudi ndani ya CCM, harudi kinyonge, anarudi akiwa na wajumbe wake ambao tayari wamewatengeneza, sababu ni mchakato ambao amejiandaa nao. Kwa huenda naye akafanya vizuri, lakini kijingi kizito ambacho hata yeye hatamani kukutana nacho ni kama David Mlokozi bidolea huyo ataamua kugombea Babati Mjini. Kwa hiyo mwaka 2025 huenda kikawaka sana pale Babati Mjini ndani ya Chama cha Mapinduzi, uchaguzi wa ndani. Kwa hiyo mwaka 2025 ndani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi huenda kikawaka sana. Yaani uchaguzi ukawa wa moto sana, ukawa wenye mvuto na ukafuatiliwa na watu wengi sana. Ikitokea ukawa mchuano kati ya Paulin Gekulu ambaye hivi sasa ni mbunge wa Babati Mjini na mfanyabiashara bilionea David Mlokozi. Je, unahisi wakikutana hawa watu wawili ni nani atamshinda mwenzake? Ushindi utaenda kwa Paulin Gekulu ama utaenda kwa David Mlokozi kwa namna ambavyo tumechambua kwa siku ya leo? Weka komenti yako hapo chini kistaarabu, na huu ni mwendelezo wa vipindi vya Mtanange Majimboni. Lakini pia unaweza ukaeleza hapo chini unatamani tuangazie jimbo gani jingine. Tumeshaangazia majimbo kadhaa. Je, jimbo gani ambalo wewe unatamani tulichambue? Inaweza kuwa linakuhusu ama linaweza kuwa ni jimbo ambalo unapenda kulifahamu zaidi, na sisi tutafanya kazi hiyo kwa uaminifu mkubwa. Mimi naitwa Korumba Lebabas, mwandishi msomi. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.